Lakini jambo lingine nalopenda kulizungumza katika ajenda ya maridhiano, kama chama tunaamini katika maridhiano, na maridhiano haya sio mara ya kwanza kufanyika au kutokea katika nchi yetu. Katika nyakati ambazo kelele na tofauti za siasa au kijamii na itikadi zinapoongezeka, jambo moja hubaki kuwa la msingi kuliko yote: hatima ya taifa haiwezi kujengwa juu ya misimamo mikali, bali juu ya uwezo wa kukaa pamoja na kusikilizana. Lakini Chama cha Mapinduzi kinaamini kuwa pale ambapo mazungumzo yanapopewa nafasi, migogoro inapungua, taasisi zinaimarika na maendeleo yanapata mizizi imara, hasa katika kuwatumikia wananchi. Ni katika muktadha huu tunatoa wito wa kushirikisha makundi yote: vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia, vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi, viongozi wa kimila, wananchi na wadau wa maendeleo katika mazungumzo na maridhiano, kwa sababu baadhi ya watu wanaamini kwamba maridhiano ni baina ya vyama vya siasa. Hapana, ni mambo ambayo inabidi yazungumzwe kwa upana wake, na nchi yetu ina vyama zaidi ya 18. Maana yake vyama hivyo vina uwezo wa kushiriki na kuweza kuridhiana katika maeneo ambayo tunaona yana msingi huo. Tunasema hivyo tukitambua hawa si wadau wa pembeni ambao nimeorodhesha. Hawa ndio wabebaji wa uhai wa taifa. Wanapochagua kuweka maslahi ya nchi mbele badala ya maslahi binafsi, wanakuwa si tu sehemu ya suluhisho, bali injini na mustakabali wa kudumu katika amani ya taifa letu. Kupitia falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya 4R, maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi upya, imefungua dirisha la historia ambalo halipaswi kupuuza. Sote tunafahamu kukubali kuzungumza si ishara ya kushindwa, ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na busara ya kiuongozi. Mazungumzo si mbadala wa ushindani wa kisiasa, bali ni nyenzo ya kuhakikisha ushindani huo haugeuki kuwa chanzo cha mpasuko katika taifa. Ndio maana tunaungana na Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kuonesha dhamira njema na ripoti ya tume ambayo imetolewa kuhakikisha kwamba katika mapendekezo yake tunakuwa na maridhiano. Kama chama tuko tayari katika mwelekeo huo. Lakini jambo lingine ninalopenda kulisema, ni muhimu kuelewa kuwa mageuzi ya kweli hayazaliwi barabarani peke yake, wala kwenye majukwaa ya siasa au majukwaa ya lawama, bali katika meza ya mazungumzo ambako hoja hukutana, tofauti huchambuliwa na mwafaka upatikana. Chama cha Mapinduzi tunafahamu hata mataifa yaliyofanikiwa kujenga mifumo imara ya kisiasa na kiuchumi yamefanya hivyo kwa kutathmini majadiliano yenye lengo, si mashinikizo kutoka nje au kwa mtu yeyote. Hii haimaanishi kwamba wananchi hawana haki ya kudai mabadiliko, la hasha, lakini njia ya kudai mabadiliko hayo lazima iheshimu misingi ya amani, utulivu na umoja wa taifa, kwa sababu kuna baadhi ya wenzetu, baadhi ya vyama ambavyo haviamini katika mazungumzo, vinaamini katika vurugu, ambapo mwisho wa siku wanaenda kugharimu maisha ya watu wengine. Nia na siasa za kukamiana, kuonesha nguvu au kujenga mazingira ya hofu kwa wananchi haiwezi kuwa mbadala wa mazungumzo yenye tija. Njia hizo kwa muda mfupi zinaweza kuonekana kama suluhisho, lakini kwa muda mrefu huacha makovu ambayo hugharimu jamii nzima ya Watanzania. Hivyo ni waombe Watanzania kusikubali kupelekwa katika vurugu, bali tukae tuzungumze na kujadiliana kama nchi. Kwa upande mwingine, Chama cha Mapinduzi kinatambua mazungumzo ya kweli yanahitaji zaidi ya kukutana mezani. Yanahitaji nia njema, uaminifu na utayari wa kusikiliza hata pale ambapo hatukubaliani. Yanahitaji ujasiri wa kukubali, lakini pia kushirikisha wananchi kwa ujumla. Leo Tanzania tunao hiyo nafasi adhimu. Hivyo niombe viongozi wa vyama vya siasa, wadau na wananchi kwa ujumla kuweza kushiriki kwa pamoja ili kuweza kujenga taifa imara. Lakini jambo lingine ninalopenda kulitolea ufafanuzi kwenu waandishi wa habari